Leo kwenye siku 10 za maombi na kualika na kukaribisha kwenye somo linalosema kufanya ukarimu wa kipekee, kufanya ukarimu wa kipekee. Na fungu elekezi ni Matendo ya Mitume 4:32 hadi 37. Kanisa la kwanza lilikuwa na moyo mmoja na nia moja. Lile kanisa la mitume, waumini hawakuishi kwa ajili ya mali bali kwa ajili ya utume. Waliona roho za watu kuwa za thamani kuliko fedha au mali ya kidunia hii. Kwa hivyo kuhubiri ilikuwa ni jambo la muhimu kuliko kutafuta pesa. Huu ulikuwa ni ushahidi wazi kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anatawala mioyo yao. Je, Roho Mtakatifu ametawala moyo wako pia kwa mwaka huu 2026? Ellen G. White anasema kuwa ukarimu wao haukuwa wa kulazimishwa bali ulikuwa matokeo ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu, upendo kwa ndugu zao na shauku ya kuendeleza Injili vizidi tamaa ya mali binafsi. Hakukuwa na mwenye mahitaji miongoni mwao, kwa sababu walichokuwa nacho walikiona kuwa chombo cha baraka, si umiliki binafsi. Kila mtu mara alipokuwa akipata kitu alikuwa anakigawa pamoja na wengine. Maandiko yanaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya ukarimu mkubwa na nguvu nyingi za Roho Mtakatifu. Kwa hivi pale mioyo inapokuwa huru kutoa, Roho wa Mungu hutenda kwa nguvu zaidi na Injili husonga mbele kwa ufanisi. Je, uko tayari kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu ili kwamba Injili ipate kusonga mbele? Ujumbe wa leo ni kwamba ukarimu wa kweli si kiasi cha kile tunachotoa, bali hali ya moyo unaomilikiwa na Kristo. Kanisa lenye ukarimu ni kanisa lenye nguvu. Kinachompendeza Mungu si wingi wa sadaka unazozitoa, bali roho inayosukuma kutoa kile unachokitoa. Kusudi la maombi leo na kualika kuomba Roho Mtakatifu atujaze furaha ya Yesu katika kutoa, atujenge katika umoja wa kweli na atumie kuendeleza utume wake ulimwenguni pote. Kwenye The World Jesus TV tumeamua kumtangaza Yesu kupitia mitandao ya kijamii. Tunaweza kusapoti hata channel hii kwa ajili ya kufanya kazi ya utume. Hata unaweza kuhubiri mahali ulipo nyumbani, itakuwa ni kitu kizuri. Somo la muhimu katika somo la 10 ni kwamba pale tunapotoa kwa upendo na kwa kujitolea, Roho Mtakatifu hufungua milango ya miujiza na uamsho wa kweli. Basi tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo, kwani umetupatia moyo wa kutoa. Tupatie Roho Mtakatifu atujaze, tuwe tukitoa na kusapoti kazi yako kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki unapoendelea kumtumikia Mungu ukijitoa. Ubarikiwe. Usikose kusubscribe, like na kushare.